wanaokuja na changamoto, vijana wanaokuja na mawazo, wanakuja na ubunifu. Wewe ulikuwa ni mgeni rasmi katika uzinduzi wa kitabu cha Simon Sirilo. Na Simon Sirilo katika Itigi, bila shaka tunaweza tukasema hata sisi wananchi wa mkoa wa Singida tunajivunia kwamba wewe ndio uliyemlea. Wewe ndio umemlea na umekuwa ukimuongoza vizuri sana. Sio yeye tu, wapo vijana wengine kama kina MC Paroko na vijana wengine ambao siwezi kuwataja kwa majina. Wamekuwa wakijipambanua kwamba wewe unawagusa kwa sababu wanakuletea wazo, haujifichi. Dhamira yako ni kuwaona vijana wa Itigi wakiwa wanafanya nini? Wasonge mbele au warudi nyuma waje wakupige majungu? Kwanza nikwambie au ni wachache tu ambao umewatolea mfano na kwa kweli kwa maana ya Itigi yetu wanafanya kazi nzuri. Kwa mfano mnapomzungumzia Simon Sirilo, yeye ni mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali. Lakini anafanya kazi kubwa. Unajua wakati fulani ujasiriamali unaanzia kwenye mawazo. Na yeye anakuja na challenge na mawazo mapya. Kwa anachokonoa mawazo, analeta mawazo mbadala, watu wafanye nini, waweze kutoka kimaisha. Kwa hiyo tunampongeza na mimi alinipa heshima hiyo, niwe mgeni rasmi, lakini kwa bahati nzuri au mbaya sikuweza kufika, lakini niliwasilisha mchango wangu, nilimchangia. Ni kijana anajituma. Na moja ya kazi ya kiongozi ni kuatia moyo. Amen. Vijana anapoibuka tusiwakanyage, tusiwapige mateke, tuwatie moyo. Kwa sababu mimi furaha yangu ni kuona na yeye siku moja anafanikiwa katika maisha yake. Lakini samani kidogo. To declare interest, mfuatiliaji wa Snada TV, na mimi niseme kwamba ni zao la Mheshimiwa Yohana Msita. Kabla hujaendelea, to declare the interest, amekuwa akinitia moyo, akiniunga mkono, akiniombea kwamba anatamani kuona nikibadilika lakini kipiga hatua. Kwa hiyo ukiona mimi ninazidi kufanya vizuri, nyuma yangu yupo Mheshimiwa Msita ambaye amekuwa akinitia moyo. Karibu sana, na anaanza kaendelea. Na hilo tu ni kukumbusha. Unajua mimi ni muumini wa kuona vijana wana grow. Wanakuwa kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani. Na hata wewe umeonyesha mfano mzuri. Sisi kazi yetu ni kuatia moyo. Na kuambia unaweza endelea. Lakini mmekuwa ni vijana ambao mnapokea challenge, mnakosolewa, mnaonywa, hapo usifanye hivi na vitu kama hivyo, na umekuwa kijana mnyenyekevu, mtiifu. Na mimi nazidi kuombea. Amina. Nakuombea siku moja uwe na TV yako kubwa kabisa na radio na vitu kama hivyo. Amina. Na mimi naamini una bidii, unajituma. Sio mtu ambaye anatanguliza maslahi sana, unajali utu. Amina. Na unajituma hata usiku wa manane. Ukikutumia taarifa bwana nataka hiki unakitoa. Kwa hiyo nakupongeza sana. Na uko sharp. Amina. Lakini ikirudi kwa kijana wetu Paroko, ni MC mzuri, anafanya kazi nzuri. Na hata juzi alikuwa na function yake ya mambo ya Valentine Day. Ni kwa vile tunibana na majukumu mengi, kuja kumtia moyo, lakini tuko pamoja. Ni kijana ambaye anajituma na ameingia kwenye kinyang'anyiro cha MC bora. Kwa hiyo ni vijana wetu ambao tunahitaji kuwatia moyo. Na sio huyo, wako wengi wasanii, wako wengi michezo. Usisahau mimi ni mdau mchezo. Kwa maana kwamba unanisema mimi ni Yanga, lakini kwa hiyo tuna mambo mengi na program ziko nyingi. Yaani mipango ya jimbo hili. Nataka nikwambie ndani ya miaka 5 hili jimbo halitapoa wala halitaboa. Kila siku tutakuja na mipango mingi ya kufanya. Kwa nataka nikutoe wasiwasi. Mimi napenda kuona vijana wanainuka. Vijana wafanye kazi vizuri. Hata kama watakapokuwa watatukumbuka tu kwamba bwana alikuwepo Msita, aliweza kunisaidia 1 2 3. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, Mheshimiwa Yohana Msita ametueleza namna ambavyo amekuwa akiwashika mkono vijana, lakini na yeye anajivunia, na hii ni mwanzo tu, trailer, picha halisi inakuja ama video inakuja. Mheshimiwa, wewe ni mdau wa michezo, umenikumbusha. Kwenye timu ya Singida Black Stars, wewe ni kiongozi. Sasa ukiwa wewe kiongozi na jimbo lako lina vijana ambao wanafanya vizuri kwenye michezo, hebu usema neno basi mheshimiwa. Labda kwa kiongozi na wa timu na jimboni kwangu kuna vijana, ni kweli vijana ni wengi.
na wako wenye vipaji lakini hiyo pekee haitoshi kusema kwamba sasa wachukue kundi fulani wapeleke au watafutie fursa. Nimewaambia vijana kwamba tutatengeneza utaratibu, tutakuwa na clinic ya kutafuta vipaji na tutafanya screening siku hiyo, tutaleta wataalamu na tutabaini na kutambua vipaji ambavyo kwa kweli vitakapopatikana basi tutavipeleka mahali mbalimbali ikiwemo kama ambavyo unafahamu serikali yetu inajenga academy za michezo maeneo mbalimbali, lakini usisahau tuna AFCON. Kwa hiyo hii kliniki tutakayoifanya Itigi itakuwa ni babu kubwa. Tutatengeneza kitu kikubwa ambacho kitaisaidia Tanzania na nchi yetu hata tutakapokwenda kwenye AFCON mwakani. Hongera sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Itigi ameelezea kwa kina namna ambavyo amejipanga kuwatumikia wananchi wa jimbo hili, lakini ametueleza kwamba anatamani kuliona jimbo hili likipiga hatua. Amezungumza kwa sekta ya michezo pia, namna ambavyo vijana wajipange, yeye yuko tayari kuwasaidia na kuwashika mkono. Lakini sio tu kwenye michezo, katika sekta zote. Lakini tunapoelekea kutamatisha mheshimiwa, nchi yetu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kifupi aliahidi kwamba ndani ya siku 100 katika uongozi wake kuna vitu kadha wa kadha ambavyo atavifanya, na wewe ni shahidi, umeviona akiwa amevitekeleza. Labda wewe una yapi ya kuyasema kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kwa kumpongeza. Naam. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu alipotoa hotuba yake wakati anazindua kampeni kule Kawe, Dar es Salaam, alizungumza kwamba ndani ya siku 100 endapo Tanzania wataniamini atafanya mambo mengi kadha. Sasa mimi nataka nizungumzie mambo machache tu. Moja, alisema ndani ya siku 100 atatoa ajira takriban ajira 12,000. Na kwa kweli tumeona na wewe umekuwa ni shahidi, kila tukizunguka tunakutana na ajira mpya ambao watu wameajiriwa, walimu wameajiriwa, manesi na kadhalika. Kwa hiyo imekuwa jambo zuri sana na amekuwa akitimiza ahadi yake mapema sana ndani ya siku 100. Lakini pia tumeona leo hii taharuki na yale mambo ya kuzuiwa miili kwenye hospitali imekuwa ni historia. Hata kama mtu ana mgonjwa amekaa kwa muda mrefu amedaiwa shilingi nyingi, lakini miili imekuwa ikitoka, watu wanaenda wanazika, wanapata fedha, wanarudisha. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Hii ya kuzuia miili ya marehemu ilikuwa inaleta taharuki kubwa sana nchini. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumpongeza. Yako mengi ambayo yameanza kufanyika, lakini kwa ujumla kwa kweli ametimiza ahadi. Na mimi niseme tu kwenye ilani yako mambo mengi. Ukisoma ile ilani kuna mambo mengi. Kwa mfano kuna ilani ndani ya ilani kubwa, ndani ya kuna ilani ndogo ndogo za kila mkoa. Mpaka sisi huku tuna mambo yetu mengi. Kwa mimi naamini yatatekelezeka kwa sababu kwa kweli Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mwaga fedha nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo. Kitu ambacho kinanipa imani kubwa kwamba haya yote aliyoahidi atayatimiza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipochaguliwa kwa kishindo pamoja na mgombea mwenza wakati ambao ni makamu wa rais Daktari Emmanuel John Nchimbi. Wanafanya kazi kubwa, lakini na waziri mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wanafanya kazi kubwa sana kusaidiwa na mawaziri mbalimbali. Kwa hiyo wananchi watulie, wawe na imani, mambo mazuri yanakuja. Tanzania nzuri inakuja, Tanzania ya maziwa na asali yajayo, wanasema kule Zanzibar yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi kumpongeza tena na kumtakia kila laheri. Mwenyezi Mungu ampe afya njema, amjalie na uzima, basi endelee kututumikia Watanzania. Na sisi kama wabunge tunamuunga mkono na wananchi kwa. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV, mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu kati yangu mimi na mbunge wa jimbo la Itigi Mheshimiwa Yohana Msita hapa katika ukumbi wa Penda Mary Itigi.
Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV, nikiwa powered by Sangawe Glass and Aluminium, lakini bila kusahau Techno Tanzania, Royal Village Hotel na BioSustain. Mheshimiwa, shukrani sana na karibu tena. Mimi nakushukuru. Unajua mimi moja passion yangu pia nilikuwa natamani sana utangazaji. Kwa hiyo mimi ni mwanzo nilikuwa natamani sana kuwa natangaza hata mpira. Anakwenda pale anagonga kichwa pale 1 2 3 anakwenda. Yaani nilikuwa natamani. Kwa hiyo basi tu ni kwa vile mambo yakawa mengi nikashindwa kufanya utangazaji, lakini mimi nakupongeza na nawashukuru sana watazamaji. Au nifunge kipindi? Funga, karibu funga mheshimiwa. Naam, mpenzi mtazamaji wa Snada TV, mpaka wakati mwingine, ni ripota wako Yohana Msita, mtangazaji wa akiba. Asante. Shukrani sana.